Siwezi kupoa na furaha moyoni. Jana Simba imerejea nyumbani kwa maana ya tumeona mashabiki pia wakitoka kwenda kusupport team. Tuanzie kwanza kuangazia ushindi ambao umeupata. Kwanza ulipokeaje matokeo? Ile matokeo nilipokea kwa furaha na shangwe ambayo haishi, maana mpaka sasa hamna mwana Simba ambaye ana huzuni kuhusu matokeo. Na tulikuwa na uhakika kwa sababu timu inacheza vizuri na ushirikiano na benchi la ufundi kwa kushirikiana na viongozi bado wanaendelea kuitengeneza timu. Ndio kwanza tuko 68% ya matengenezo. Tukifika 90 kwa bado timu haijajipata. Bado haijajipata. Sawa, kiwango cha Simba ulikionaje? Mwalimu aliamua kwanza na Mkwala badala ya Tema kama ilivyoada, kama ambavyo wengi tumezoea, na kiwango cha Mkwala wengi tunakiamini. Wakati natoka ile mpenzo ndani ya ile first 11 ya kwanza, ulitazama vipi au ulionaje maamuzi ya Fadlu Davids? Maamuzi, uje mpishi mara nyingi anajuaga jinsi ya kupika mwenyewe. Anajua aweke kipi na atoe kipi. Kwa hiyo kocha kama kocha, mimi sikuwa na wasiwasi kwa sababu yeye amesomea na amesema anatengeneza timu. Kwa mimi sikuwa na wasiwasi, na muamini kocha na benchi la ufundi na watu waliomzunguka. Kwa hiyo sasa sikuwa na wasiwasi. Maana ameona wapi kuna mapungufu. Yeye ndio ana hiyo taaluma. Kwa hiyo sasa sikuwa na wasiwasi wote kwamba tutapoteza au kufanyaje. Kwa hiyo anajua anakaaje na wachezaji na nani anakiwangupi na kama kuna mapungufu gani wapi arekebishe. Unaliona kombe? Kombe ni hili hapa, si nakuja kwa Mkapa hapo. Niko hapa kuhamasisha wana Simba, Terminal na Arusha. Hapa tunatakiwa tujaze kosa 3-4 za Arusha Terminal, twende wote tukashuhudie. Maana wewe ukikosa kwenda kwa Mkapa kule Lupaso, unataka ukaone kombe wapi? Kwa hiyo sina wasiwasi na kubaki kombe hapa. Kombe tunalibakiza. Hilo hatuna shaka. Sawa, ukitazama mwenendo wa kikosi cha Simba mpaka sasa kama ambavyo umesema 68% ya ujenzi wa kikosi. Na tumeiona changamoto hasa kwenye eneo la namba 10 ndani ya kikosi cha Simba. Pengine unafikiri yule mmoja kati ya wale wachezaji ambao mdhamini alisema atakuwa mashabiki, pengine nyinyi mtampendekeza nani? Kwenye mapendekezo mashabiki tunaweza kupendekeza, lakini sasa kocha ndio anajua na benchi la ufundi nani. Kuna mchezaji mmoja wa mashabiki? Unaweza kuwa na washabiki, lakini sasa unaweza kumpendekeza, lakini sasa mwisho wa siku mapendekezo sawa, lakini sasa kumpata wenye hicho kiwango. Maana sisi tunasema namba 10 na tatizo, lakini sasa ametusaidia mpaka tulipofika. Maana msimu uliopita tulikuwa na wachezaji karibu wote walitolewa, kabakizwa kama hawafiki 5 waliobaki. Kwa kile bado na tumefika finali. Sasa kocha anajua kwenye namba 10 nani amweka, kama yeye anatosheleza, kuna marekebisho tu madogo anaweza akamrekebisha akaenda vizuri. Maana tu kila mmoja ana makosa yake au amna alokamilika. Kwa moja katika kupendekeza, kocha na benchi la ufundi tutafanya kazi ili kumleta ambao ana kiwango kizuri ambacho kinaweza kuendana na mategemeo au matarajio ya timu kuchukua lile kombe la mabingwa. Maana hapa tuko kwenye shirikisho. Sawa. Kama Arusha Terminal, nyinyi mnajiandaaje ukiachana safari ya kwenda Dar es Salaam baada ya kufika finali? Kipi hasa nyinyi mmekizungumza ama mmekiandaa kwa ajili ya mashabiki wa Simba katika tawi hili? Ndio tumetoka kwenye kikao kama alivyosema mwenyekiti, tumetoka kikao kwa ajili ya safari na bado tuna muda mwingi wa kuandaa safari. Tukishajua safari tumeiandaaje na tumeendaje, na sasa tutajua sasa wana Terminal na Arusha kwa ujumla tunaiandalia kitu gani ili iweze kufurahi kwa kufika finali na kuchukua kombe. Sawa, turudi sasa kwenye uwezo wa wachezaji mmoja mmoja ndani ya kikosi cha Simba. Pengine wewe unipe tathmini yako kwa ufupi. Tathmini ya mchezaji mmoja mmoja ambao ameenda finali. Sasa kwa uwezo nianze na golikipa Musa. Huwa amejitahidi, na ukiangalia kwa performance yake ndio ametusaidia sana kwa sababu ana saves nyingi na amecheza vizuri, na pia mabeki wamejitahidi sana na wamecheza vizuri. Maana bila hao golikipa hawezi kufanya kitu. Unaona timu zingine kama beki kuna vuja huku, golikipa hata kama akawa mzuri vipi unaweza kwa huku akifanya vibaya kitu kwenye nyavu. Sasa kwa tathmini ya mchezaji mmoja mmoja wanajitahidi, ila kwa kiwango mimi golikipa kwangu mimi ndio chaguo namba 1 kwa sababu ndio the best kwa mimi. Man of the match kwa mechi zote. Sio zote, japo kuna zingine anakwama, lakini sasa kwa hii ya juzi yeye ndio man of the match.
Sawa, pengine una lipi la kuambia sasa wana Arusha wakati mkijiandaa na safari kuelekea Dar es Salaam kwenda nafikiri itakuwa tarehe 25. Tarehe 25 mechi na hapa kutoka ni siku ya tarehe 24. Yes, una lipi la kuambia sasa? La kuambia ni kwamba tushirikiane kwa pamoja ili kuisupport timu yetu, maana tusipojaa kule uwanjani sisi ni wachezaji namba 12. Kwa hiyo kama Arusha tutoke kwa wingi mkoani kwetu ili tuende tukasupport timu yetu. Maana wachezaji watakuwa wanapambana kule uwanjani na sisi kazi yetu ni kushangilia na kuisaidia timu. Na pia tuende tukiwa tumevaa jezi za mdhamini na jezi za timu ya Simba. So tunaenda na jezi kama unaenda shambani. Tununue jezi kwa wingi ili kuendeleza klabu yetu mapato yake yawe makubwa.